hujambo mtazamaji wa Mlimani TV. Karibu sana katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi katika kipengele cha Jahara ambacho kinafuata baada ya kipengele cha kwanza cha yasemavyo magazeti. Mimi naitwa Ibrahim Mgiaza, ni kusihi tuondoke kwa pamoja matusanzuke kwa pamoja tuweze kupita katika mada ya siku hii ya leo ambako kubwa zaidi tutakwenda kuangazia usafirishaji haramu wa binadamu. Pengine unajiuliza usafirishaji haramu wa binadamu unakujaje, unatokana na nini? Labda pengine ni nini? Cha kukusii tu ni kwamba chukua kalamu na daftari ili tuweze kujifunza sote kwa pamoja katika safari hii fupi ambayo tutakwenda kuangazia usafirishaji haramu wa binadamu. Na katika kuliangaza hili nitakuwa na Celestine Makoba ambaye ni afisa wa Secretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Kubwa zaidi, nafasi ni ya kwako pia kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa kuandika Mlimani TV, official Mlimani TV, Instagram, Facebook, X zamani wakiita Twitter, lakini pale YouTube pia ni Mlimani TV Udism, ili tuweze kwenda sambamba kabisa. Tuondoke kwa pamoja, na wakati huu sasa niungane na mgeni wangu hapa ambaye ni Celestine Makoba kwa ajili ya kuweza kuliangazia hili. Habari za asubuhi ndugu yangu. Nzuri sana, nashukuru Mungu. Asante sana. Tujambo. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana, nashukuru. Labda pengine tu kwa kuanza haraka ili tuweze kwenda kwa sambamba zaidi. Pengine usafirishaji wa binadamu ni nini na hasa unatofautiana vipi na uhamiaji haramu? Tuanzie hapo ili tuweze kwenda sambamba kabisa. Kimsingi usafirishaji haramu wa binadamu, uhamiaji haramu kwa haraka, uhamiaji haramu ni lazima ihusishe kuvuka mipaka. Ndio. Lakini bila kutumia vibali vyovyote. Yaani kwa maana kwamba mtu anavunja sheria ya nchi nyingine kwa sababu ameingia, aidha ana vibali feki ya kuingia au vibali ambavyo sio halali, au ameingia bila kufuata taratibu. Kimsingi ni kuingia bila utaratibu, ndio uhamiaji haramu. Lakini usafirishaji haramu wa binadamu sio lazima uvuke mipaka ya nchi. Lakini usafirishaji haramu wa binadamu unaweza kufanyika ndani ya nchi yetu na upo unafanyika. Kwa hiyo usafirishaji haramu wa binadamu kwa maana yake ambayo pia sio maana ya Tanzania tu, ni maana ambayo imetolewa na jamii ya kimataifa kwa ujumla wake. Ndio. Kwamba inahusisha kitendo cha usairi, kusafirisha, kuhifadhi ama kuficha kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo zinaweza zikawemo za kutisha, kulazimisha, kushawishi, kulaghai, kwa lengo la kumnyonya huyu mtu ambaye anakuwa amefanyiwa usairi ama amesafirishwa au amefichwa mahala au amehifadhiwa mahala. Yeah. Lakini mbinu pia nilizozisema kwamba huyu amefanyiwa hiyo vyote kwa sababu lengo la yule ambaye anayafanya yote hayo anataka kumnyonya huyu aliyesafirishwa. Kwa hiyo hatua zote hizo zinapokuwa zimepitiwa zote, ndio tunapoita kwamba ni usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo kwa haraka tunajifunza au tunaona kwamba usafirishaji haramu wa binadamu una sifa kuu tatu. Lazima kiwepo kitendo na kuwe na mbinu, lakini lengo kuu la usafirishaji haramu wa binadamu ni nini, ambayo ndio sehemu ya tatu. Kwa hiyo lengo kuu lazima kuwe na unyonyaji. Na unyonyaji upo wa namna nyingi. Labda pengine hichi kitendo ni kitendo cha namna gani sasa? Maana umesema uhamiaji usafirishaji haramu wa binadamu unapitia katika vitendo vitatu. Lengo pamoja na hichi kitendo. Hichi kitendo ni kipo vipi, yani kikoje? Nimesema uhamiaji usafirishaji haramu wa binadamu ni ile hali ya kuhusisha kitendo cha ule mchakato. Ule mchakato, yani kitendo cha kufanya usairi, kinahusisha pia kitendo cha kusafirisha, kinahusisha pia kitendo cha kuhifadhi au kuficha. Lakini kwa mbinu gani? Mbinu sasa ambazo zimetumika, ambayo ni sehemu ya pili. Mbinu zinakuwa zimetumika kama mbinu za kulaghai, kushawishi, kulazimisha au ama kutisha, ili mradi tu mtu aweze kuondoka sehemu ile iliyopo aweze kwenda sehemu nyingine. Lakini lengo la hawa ambao wanafanya michakato ni unyonyaji, ambayo ndio sehemu ya tatu. Sawa, labda pengine ndio wakati mwingine umesema kwamba uhamiaji haramu wenyewe unahusisha kutoka nchi moja
kwenda nchi nyingine bila vibali rasmi. Sasa kwa usafirishaji wa binadamu unaweza ukawa ni ndani ya nchi ama kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Sasa pengine swali la msingi mtu anaweza akajiuliza, sasa yani ni viashiria, yani sababu zipi hasa ambazo zimekuwa zikichagiza masuala haya, na pengine kwa upande wa usafirishaji haramu labda kipi hasa ambacho kinasukuma zaidi hali hizi kutokea? Kimsingi inategemeana na mitazamo ya watu, kwamba umaskini, watu wamekuwa wakisema zaidi kwamba umaskini au hali duni, lakini kimsingi kabisa kutokana na tafiti nyingi ambazo zimefanyika, watu wengi wanalagaiwa hata kama wanatoka familia au wanatoka mazingira ambayo sio ya kimaskini. Kwa sababu sasa hivi kwa mfano kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wasomi, vijana wasomi ambao wanasafirishwa kiharamu kwenda nchi kama Myanmar, na wanapokwenda kule wanakuwa wameahidiwa, wao hawajui kama wanaenda Myanmar au India saa zingine, au kuna baadhi ya nchi ambazo kwa kweli wanaenda kule na wanajikuta wanasafirishwa kiharamu, na unyonyaji unaofanyika ni unyonyaji wanalazimishwa kazi za kuiba kwenye mitandao, wanalazimishwa kazi za kubebeshwa madawa kulevya, wanalazimishwa kazi za kubeba magendo ya silaha. Kwa hiyo wale watu kule wana akili ya kutosha ya kuwalagai vijana wetu ambao wengi wana elimu ya kutosha, na hatimaye wakaweza kuwasafirisha kuwapeleka huko. Kwa hiyo saa zingine wanawalagai au wanawashawishi kwa kuambia kwamba kuna mishahara mikubwa unapokwenda Thailand. Lakini mtu anapofika Thailand safari inabadilika, inakuwa ni ya Myanmar. Kwa hiyo nimetaja mfano kwamba sehemu kubwa saa zingine sio lazima umaskini uchangie, lakini pia ile hali ya mtu kupenda, kutamani kupata maendeleo ya haraka inaweza ikachangia kumvuta mtu kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pamoja na hilo, ndio kuna watu wengine wako katika mazingira ambayo ni mazingira hatarishi kutokana na namna ambavyo wameumbwa. Kwa mfano watu wenye ulemavu. Sasa katika jamii yetu kuna watu ambao hawaamini kwamba binadamu wote ni sawa. Kwa hiyo mtu anapokuwa amezaliwa katika hali ya ulemavu anajikuta anakuwa katika hali hatarishi. Kwa hiyo kuna watu ambao wanatumia hali yake hiyo ya namna alivyo ili kuweza kumshawishi kwamba atakapoondoka kwenda labda sehemu fulani atapata misaada ambayo itamsaidia yeye katika hali yake ya ulemavu. Kwa hiyo tumeona, ndio maana hata ukikumbuka ndugu mtangazaji, ndio kwamba hivi karibuni majirani zetu wa Kenya wamekuwa wakituambia kwamba kuna ndugu zetu wa Tanzania wengi wenye ulemavu wako Kenya kwa wanafanya kazi za ombaomba. Ni kweli kwamba wamekuwepo watu wenye ulemavu ambao wamesafirishwa kiharamu kupelekwa Kenya, na watu waliokuwa na waliwashawishi kwa kwamba wanaenda kupewa misaada na ama kusomeshwa pia. Lakini wakifika kule wanapigwa, yani wanafanyishwa vitu ambavyo sio vya kiutu kabisa, pamoja na kulazimishwa kufanya kazi za ombaomba. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hapo usafirishaji umevuka mipaka kwa kuangalia hali hatarishi ya hawa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kuna sababu mbalimbali, lakini pia migogoro katika familia imekuwa ni chanzo kikubwa sana cha kuwafanya watu wawe katika namna ambayo inawafanya wawe tayari kushawishika au kuragaiwa na wakaweza kuondoka kutoka sehemu zao. Hivi tukisema kwamba labda mtu yuko kijijini, labda kuna Mtumbo, Lindi na maeneo mengine, akapigiwa simu na mtu, bana kuna kazi Dar es Salaam, akasafiri bila kuwa na taarifa, yani wazazi wake kuwa na taarifa ama walezi, hii tunaweza tukaita nao moja kwa moja ni usafirishaji haramu? Hapana, huwezi kusafirishaji haramu wa binadamu, kwa sababu kitendo tu cha kusafiri peke yake hakiwezi kufanya kwamba mtu huyu anaweza kuwa amesafirishwa kiharamu, isipokuwa ushawishi unapokuwa umetokea kwa mtoto. Kama amekuwa ni mtoto, tunakuwa tunaamini kabisa mtoto huyo hawezi kusafirishwa pasipokuwa na lengo ambalo mtoto kasafirishwa. Kwa hiyo lazima kuwe na na mazingira gani ambayo tunaweza tukasema sasa ni usafirishaji haramu? Usafirishaji haramu, yani hii kitendo kikamilike, lazima kuwe na unyonyaji.
Unyonyaji kwa maana? Unyonyaji upo wa namna nyingi. Ndio. Kwamba kwanza kuna ndoa za kulazimisha, kuna kulazimishwa kazi ambazo kazi sio za staa. Kwa mfano kwenye watu wanalazimishwa kujiuza, mtu anasafirisha mtu kama ulivyotaja mfano kwamba anapigiwa simu aje Dar es Salaam, kuna kazi. Akifika hapa anamlazimisha kwenda kujipanga kwenye sehemu mbalimbali za starehe ili aweze kufanya hivyo vitendo vya kujiuza kingono. Kwa hiyo hapo utaona kwamba mtu huyu aliposafiri kutoka kule amekuja Dar es Salaam kwa ajili ya kazi. Alikuwa na lengo jema tu la kuja kufanya kazi. Lakini alipofika hapa wale waliomleta wamebadilisha lengo lake na kumtumikisha kingono sasa. Kwa hiyo tayari ule unakuwa ni usafishaji haramu wa binadamu. Lakini pia kuna mtu anaweza akasafiri kuja kufanya kazi. Lengo lake ni jema kabisa, au lengo au nia yake ni njema kuja kufanya kazi. Lakini anapofika anaambiwa kwamba mshahara wako wa mwezi wa kwanza ama wa miezi miwili tayari tulishampa yule mtu aliyetuunganisha na wewe. Hiyo kitaalamu anaita debt bondage. Anafanya kazi bila kupewa mshahara wake ndani ya muda fulani. Huo tayari ni unyonyaji na unakamilisha hilo swala la usafishaji haramu wa binadamu na ni kosa kisheria. Hapa nchini kwetu ni maeneo gani hasa ambayo yanaongoza kwa biashara hii hatarishi? Kimsingi hapo kuna mambo mawili, kwamba kuna sehemu ambazo biashara hii inakuwa, lakini vile vile kuna sehemu ambako wanatoka, kwa sababu utakumbuka kwamba ndugu mtangazaji, usafishaji haramu wa binadamu kwa ripoti mbalimbali hakuna nchi ambayo haina usafishaji haramu wa binadamu. Hivyo nchi yetu inaweza kuwa ni chanzo, inaweza kuwa pia ni mapitio, lakini inaweza kuwa pia ni kituo cha mwisho cha kupokea usafishaji manusura wa usafishaji haramu wa binadamu. Hivyo basi sehemu kubwa au sehemu nyingi ambazo mara nyingi zinakuwa zinapokea wahanga manusura wa usafishaji haramu wa binadamu ni pamoja na miji mikubwa au kwenye majiji. Sehemu zote za majiji, ina maana mara nyingi kuna mambo mengi ambayo yanachagiza yale maendeleo. Sasa kuna watu wengine katika maendeleo yao wanataka waingize na vitu ambavyo ni vitu haramu. Kama kunapokuwa na starehe, kuna mambo pia ya haramu yanakuwa yanaingia. Kwa hiyo sehemu kubwa za miji au miji inayokuwa inayochipukia kuna manusura wengi wa usafishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo kwa majiji yetu yote yanahusika, lakini pia watu wanasafirishwa kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu. Hakuna sehemu ambayo tunaweza kusema hakuna watu ambao hawasafirishwi. Kwa hiyo kila sehemu ni wahanga, wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tegemeana na malengo ya mtu anataka kufanya kitu gani. Labda wahalifu wa mitandao hutumia mbinu gani sasa kuweza kuwahadaa waathirika, tunaweza tukasema waathirika wa hizi shughuli za usafirishaji haramu wa binadamu? Mara nyingi wanawashawishi kwa pesa, wanawashawishi kwa fedha. Saa zingine wanawashawishi wale walengo wenyewe ambao wanataka kuwasafirisha, au wanaenda kuwashawishi hata wazazi, walezi au watu wa karibu na wale ambao saa zingine wanajikuta sasa wanaangukia katika mikono hiyo mibaya na wanasafirishwa kiharamu. Na pengine labda serikali sasa ina mikakati gani mahususi ya kudhibiti na wakati mwingine kuweza kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu? Na je, inafanya kazi kwa ufanisi katika eneo hilo? Naam, serikali kwa kweli imefanya kazi kubwa sana. Kitu cha kwanza kabisa utakumbuka kwamba ili kuweza kuondoa umaskini sehemu yoyote lazima watu wawe na elimu. Naamini unafahamu kwamba serikali yetu imetoa kipaumbele kwa watu kusoma bure katika shule. Kwa hiyo hata kama kuna kiasi fulani kinatolewa, nadhani kitakuwa kidogo sana ambacho hatuwezi kuwafanya watu usiweze kwenda shule, na shule ziko sehemu nyingi. Kwa hiyo serikali kama serikali, baada ya kulitambua hilo kwamba watu wetu wanaweza kaingia kwenye mitego ambayo sio salama kutokana na ukosefu wa elimu ya kutosha. Kwa hiyo elimu ni jambo la kwanza, lakini kuhusiana na jambo hili lenyewe la usafishaji haramu wa binadamu nchini, serikali ni mojawapo ya tunaweza kusema ya wanachama wa Umoja wa Mataifa,
mwaka 2000 Umoja wa Mataifa ulizitaka nchi wanachama ziweze kutengeneza sheria au tuseme au nyenzo za kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, hasa kwa wanawake na watoto. Na kukawepo pia mkataba wa nyongeza uliofanyika hapa Remo Italia mwaka huo 2000, ambao sasa ulitaka sasa nchi zianze kutekeleza yale maazimio ya Umoja wa Mataifa walipokaa mwaka 2000 huo. Kwa hiyo Tanzania kama mwanachama iliridhia na ilisaini mikataba husika, na pamoja na hiyo ikaja ikatengeneza sheria kama hatua ya kwanza muhimu sana. Sheria ambayo imetengenezwa na Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2008, ambayo ni sura 432, na sheria hiyo imepitia marekebisho mbalimbali, na mpaka sasa marekebisho hayo, mtu anapopatikana na hatia akipelekwa mahakamani hatafungwa, ambapo si chini ya kifungo cha miaka 20 jela, na hakuna mbadala wa kifungo. Faini inaweza kuwa ni nyongeza tu ya kifungo. Kwa hiyo utaona kwamba hatua ya kwanza ni kutengeneza sheria ambayo ni nzuri, lakini hatua nyingine, serikali kupitia imeanzisha ofisi au imeanzisha taasisi ambayo inakuwa inafanya kazi siku kwa siku kuhusiana na mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu, ambayo ni tunaiita Secretariat ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo kuna taasisi tayari ambayo ndio kazi yake na ina jukumu lake la msingi. Kwa hiyo sheria imempa mamlaka ya kuweza kwanza kuratibu, pili kufanya upelelezi na kushirikiana na wapelelezi wengine wa vyombo vingine vya ulinzi na usalama hapa nchini, ili kuhakikisha kwamba wanafanya kazi ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini sambamba na hilo Secretariat sasa imejikita sana kutoa mafunzo. Inatoa mafunzo kwa wale watekelezaji wa sheria, ikiwepo polisi, uhamiaji, waendesha mashtaka, waheshimiwa mahakimu, viongozi wa vijiji, viongozi wa dini, na viongozi mbalimbali katika sehemu mbalimbali za nchi yetu. Kwa hiyo angalau elimu kwa ukubwa wake angalau imeshasambaa sana, lakini tunategemea kwamba pamoja na yote hayo tunaenda kwenye vyombo vya habari kama hivi ambavyo tunapata fursa kwenu. Tunawashukuru sana. Tunapozungumza hapa tunaamini kwamba elimu hii inaenda mbali zaidi na kuwafikia watu walio wengi. Kwa hiyo hilo ni jukumu lingine ambalo serikali inalichukulia kwa ukubwa zaidi ili kuweza kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu nchini. Sawa, mtazamaji wa Mlimani TV, bado tuko tunaangazia kwa kina kuhusiana na usafirishaji haramu wa binadamu, na mgeni wangu kwa siku ya leo ni Celestine Makoba ambaye ni afisa Secretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Labda pengine tukiwa tunaelekea kutamatisha mjadala wetu kwa siku ya leo, labda pengine wakati mwingine kumekuwa na waathirika wa haya matukio, lakini imekuwa ni vigumu kujitokeza. Hatua zipi sasa zimekuwa zikichukuliwa ili kuhakikisha wanatendewa haki, ama nao tunasema wanakombolewa? Maana wengine wanakuta wanaharibika hadi kisaikolojia. Hii ikoje? Naam, wakati nazungumza serikali inafanya nini, nilipitiwa pia kusema kwamba serikali kupitia Secretariat imeandaa mkakati kwa kushirikiana na wadau wetu mbalimbali ambao tunafanya nao hizo kazi. Kama unavyofahamu kwamba jukumu la kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu sio la entity moja, ni wadau mbalimbali. Kwa hiyo tunashirikiana na wadau wetu ambao wako karibia nchi nzima kuweza kuwajenga na kuwalinda wale ambao wameokolewa au wamekombolewa kutoka kwenye usafirishaji haramu wa binadamu, na wanapokuwa huko wanajengwa upya kisaikolojia, kwa sababu katika kila kituo tunaita nyumba salama. Katika kila kituo cha nyumba salama kuna maafisa ustawi wa jamii wamesomea kazi yao na wanaielewa vizuri, na wanawasaidia sana kurudi katika hali zao za kawaida na waweze kurejea katika jamii zao na familia zao. Kwa kufanya hivyo pia wanawajengea uwezo kwa kuwasaidia kuwa na stadi za maisha. Kwa hiyo hawakai
hawakai tu kwa kujengwa upya tu kisaikolojia, lakini pamoja na yote wanafundishwa stadi za maisha, ikiwemo labda ushonaji au ushonaji cherehani au ufundi wa saruni au utengenezaji wa vitu mbalimbali, pamoja labda na kufundishwa hata mapishi. Kwa hiyo mtu anapotoka pale, serikali kwa kushirikiana pia na wadau wanampa msaada wa kile ambacho amekifahamu. Kama ni ushonaji, basi anapewa cherehani. Na bila kusahau, sheria imeanzisha mfuko wa kusaidia wale waliookolewa. Kwa hiyo mfuko upo na unafanya kazi kwa wale ambao wameokolewa wakaonekana wanaweza kweli kuendelea na shughuli nyingine tofauti tena, na wasije wakajihusisha tena na masuala ya usafishaji haramu wa binadamu, au wakajikuta wakaangukia kwa mara nyingine wakasafirishwa tena. Kwa hiyo serikali inatoa msaada wa kushirikiana na wadau wetu ambao tuko nao, kutokana na mfuko, kwamba serikali inao mfuko. Labda pengine unadhani kwenye sheria kuna pengo lolote? Kwa sasa mapengo yalikuwepo siku za nyuma, lakini kwa sasa hivi sheria hii imefanywa marekebisho na naamini mpaka sasa iko vizuri. Labda tukihitimisha tu, wito wako kwa serikali, wadau, jamii na jamii nzima kwa ujumla ambayo imekuwa ikipambana zaidi katika kuhakikisha kwamba usafirishaji haramu wa binadamu unakoma. Wito wangu utaenda zaidi kwa wadau mbalimbali, lakini pia kwa jamii. Nikianza na jamii, ni kwamba mara nyingi watu wanashawishiwa kutokana na hali walizokuwa nazo, na natoa tu wito kwamba hakuna kitu cha bure au hakuna kitu rahisi kwenye maisha. Kwa hiyo watu wajaribu kuangalia kwamba wanapokuwa wanaenda kushawishiwa kwa ajili ya watu kusafirishwa, basi wawe makini sana na kuweza kutoa taarifa kwenye vyombo vya ulinzi. Lakini sambamba na hilo, naomba wale wote wadau ambao tunasaidiana nao tuendelee kutoa elimu kwa jamii kwa ujumla wake, ili tuweze kusaidia jamii yetu kuepukana na vitendo hivi, kwa sababu vinatweza utu wa binadamu. Tukumbuka kwamba usafishaji haramu wa binadamu ni utumwa tu, ambao sasa wanaita utumwa mamboleo. Kwa hiyo tunaona kwamba haki za binadamu zinakiukwa kwa kiasi kikubwa sana inapokuwepo jambo hili la usafishaji haramu wa binadamu. Na patikana vipi sasa nyinyi? Sisi tunapatikana Wizara ya Mambo ya Ndani, na kama mtu akihitaji mawasiliano yetu, mara nyingi anapoenda kituo chochote cha polisi kuuliza tu, basi watatupata sisi. Secretariat ya kuzuia usafishaji haramu wa binadamu. Kituo chochote cha polisi. Sawa, nikushukuru sana kwa kujumuika na sisi leo hapa. Asante sana. Katika kipindi chetu hiki hapa. Nashukuru. Na mtazamaji wa Mlimani TV, na wewe pia tukushukuru sana kwa kuendelea kuwa na sisi tangu pale tulipoanza, na hivi sasa tunaelekea tamati mwa kipindi hiki cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni kipengele cha pili cha Jahara, ambako siku hii ya leo tulikuwa tunaangazia usafirishaji haramu wa binadamu. Mgeni wangu alikuwa ni Celestine Makoba, ambaye ni afisa wa Secretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Mpaka kufikia hapa, mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Ibrahim Mgaza. Hadi wakati mwingine, na kwaheri kwa sasa.